Sawa, mfalme wa dunia yote kwa sasa hivi. Sisi wengine ambao tumemwamini Kristo tumehesabiwa kuwa ni wana. Biblia inasema wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Kwa nini tumepewa uwezo wa kufanyika wana? Ili tuwe wana wa mfalme. Ukiwa mwanamfalme unarithi pamoja na mfalme. Sasa hiyo haitengi mwanamke na mwanaume, wote wanaitwa wanamfalme. Sawa sawa. Kwa muktadha wa kiroho, duniani ndio wameleta malkia. Kuna falme za kidunia ambazo si sawa na ufalme wa Mungu. Falme za kidunia zimepungua mno, kwa sababu ufalme halisi, neno la mfalme ndio neno la mwisho. Sawa sawa. Neno la mfalme ndio, katika tafsiri ya ufalme, neno la mfalme ndio neno la mwisho. Hata kama tunamwita Yesu ni kaka yetu, alikufa kwa ajili yetu, sisi ni wana, lakini yeye ni mfalme, manake neno lake ndio neno la mwisho. Ukienda huko leo Uingereza wana mfalme, lakini mfalme sio mwenye neno la mwisho, si ndio? Kwa hiyo ni ufalme uliochakachuliwa ambao ndio umeleta malkia, si vitu gani. Hizo ni falme ambazo zilikuja kutokea baadaye, zikitaka kuendeleza ile sanamu pale, zinataka kuendeleza yale masalia, lakini ufalme ambao kulingana na maono ya Danieli ambao utadumu milele na hatapewa mfalme mwingine ni ufalme wa Mungu ambaye anatawala hata sasa hapa tulipo. Sisi wote ni wana wa ufalme, lakini hebu tutazamane tulivyo. Tunatia huruma, mwana mfalme amechoka mbaya. Mwana mfalme amechoka mbaya. Miaka kama 10 iliyopita Mungu alinionyesha maono ya haki ninachokiongea. Akanionyesha jumba kubwa ambalo nilitambua kama ni jumba la kifalme. Halafu baada hapo nikaona watoto wawili wa mfalme wametoka kwenye ile nyumba, wanaenda hivi, lakini walikuwa nguo wamevaa zina tochi. Unajua tochi? Yaani zimetoboka viraka hivi. Yaani makalio yako wazi. Yaani watoto wanatoka kwa mfalme wanatembea. Siwezi kusahau hayo maono. Alafu nikaambiwa mimi ni mfalme, mimi ni baba yenu, lakini ninyi ndivyo mnavyoonekana hivi. Unao watoto, lakini watoto ambao hawakuwakilishi wewe. Wanatia huruma. Mwana wa mfalme anaogopa wachawi. Mwana wa mfalme hawezi kusimama, hatumii amri. Yesu akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na hakuna kitu kitakachowadhuru. Mwana wa mfalme anatembea, anatia huruma. Ndivyo tunavyoonekana. Mwana wa mfalme nguo hawajavaa. Sisi mwana wa mfalme yupi tunatia aibu. Ndio maana matamanio ya moyo wa Mungu ni kwamba ufalme wa Mungu umbike ndani yetu, ili mtu akikutazama wewe amuone Mungu. Ndio Yesu akasema anionaye mimi amemuona Baba. Maana yake wewe unageuka kuwa kioo cha Mungu. Kwa nini? Wewe ni mwana wa mfalme. Kwa nini? Kwa sababu utu wako wa ndani umebadilishwa. Ule wa kwanza ulioasi umeondolewa, umepata utu mpya, na ule mtu mpya umezaliwa kutoka mbinguni. Kesho tutaanzia hapo, namna gani unapata utu upya. Yaani ule utu wa kale lazima uondoke, ingie utu upya, ili ukitembea wewe unakuwa ni Mungu duniani. Haleluya. Unakuwa uko duniani unatembea, lakini uko mbinguni. Tutaona kwamba unaweza ukawa uko hapa duniani lakini uko mbinguni. Unaamrisha mambo yanakuwa mbinguni na hapa duniani unaona. Usumbufu tunaouona hapa duniani ni kwa sababu sisi wote tumekuwa ni wana mfalme hovyo. Yesu alikuwa anataka azalishe mayesu wengine duniani. Imagine kungekuwa na mayesu kama 10 Tanzania. Mayesu tu kama 10. Yesu alikuwa akienda ngambo hii, unajua lazima kinatokea. Kuna mtiti huko. Akienda huku, alikuwa na mamlaka kama mwana. Kwa hiyo Yesu alipokuwa duniani alikuwa anatufundisha mambo makubwa mawili. Kwanza